Katika soka kuna nyakati furaha ni nyingi, lakini pia kuna nyakati ambazo machozi na maumivu hutawala. Kuna wachezaji ambao huingia kwenye mioyo ya mashabiki si kwa sababu ya magoli pekee, bali kwa mapambano yao, subira yao na roho ya kutokukata tamaa. Mmoja wa wachezaji hao ni Yao Kwasi Atohola, kiungo mwenye nidhamu, nguvu na akili kubwa ya mpira ndani ya kikosi cha Young Africans. Safari ya Yao Atohola haijawahi kuwa rahisi. Ni safari iliyojaa matumaini, mapambano, majeraha, maombi ya mashabiki na hatimaye rejea iliyojaa tumaini jipya. Mwanzo wa safari na mchango wake Yanga. Atohola Yao alipojiunga na Yanga, wengi waliona ni aina ya mchezaji ambaye kocha anaweza kumwamini wakati wowote. Ni kiungo anayependa kazi chafu, kukaba, kupambana, kuziba mianya na kusaidia timu kucheza kwa utulivu. Hakuwa mchezaji wa makelele, bali alikuwa mchezaji wa vitendo uwanjani. Kabla ya jeraha, Yao Kwasi Atohola alikuwa sehemu muhimu sana ya mipango ya benchi la ufundi. Kila alipopata nafasi alionyesha nidhamu ya hali ya juu, nguvu ya mwili na uelewa mkubwa wa mchezo. Mashabiki walianza kumuona kama muhimili wakati mchezaji wa kazi ya ziada ambaye mchango wake huonekana kwenye takwimu lakini unaonekana kwenye matokeo. Lakini kama ilivyo kwenye maisha, kilele cha furaha hakidumu milele. Atohola alipata jeraha kubwa lilomweka nje ya uwanja kwa muda mrefu. Jeraha hilo halikuwa la kawaida, lilikuwa ni jeraha ambalo liliibua maswali mengi. Je, atarudi akiwa yule yule? Je, nafasi yake itachukuliwa na wengine? Je, ataweza kuvumilia presha ya kukaa nje kwa muda mrefu? Kwa mchezaji wa soka, jeraha si maumivu ya mwili pekee. Ni maumivu ya akili, ya moyo na ya ndoto. Kila mchezo unaochezwa bila wewe, kila kikosi kinachotangazwa jicho lako halipo, ni uchungu mkubwa. Yao Kwasi Atohola aliona wenzake wakipambana uwanjani wakati yeye yuko pembeni, akifanya mazoezi ya peke yake, akipambana na maumivu, akipambana na hofu ya kurudia jeraha. Ni kipindi ambacho wachezaji wengi hukata tamaa kimya kimya. Subra, nidhamu na mapambano ya kimya kimya. Lakini kwa Yao Kwasi Atohola aliamua kuchagua njia sahihi ya subra na nidhamu. Alizingatia matibabu, akaheshimu ushauri wa madaktari, akafanya mazoezi ya kurejea taratibu bila pupa. Hakukimbilia kurudi haraka kwa presha ya mashabiki au kelele za mitandao ya kijamii. Ndani ya klabu, benchi la ufundi lilikuwa likimwangalia kwa karibu. Yanga ilijua ina hazina, lakini hazina hiyo ilihitaji muda ili irudi ikiwa salama na imara. Kila siku ya mazoezi ilikuwa ni vita, kukimbia, kuruka, kupiga pasi, kubadilisha mwelekeo. Mambo madogo kwa wengine, lakini makubwa sana kwa mchezaji anayetoka kwenye jeraha refu. Baada ya miezi ya kusubiri, hatimaye jina la Yao Kwasi Atohola lilianza kuonekana tena kwenye orodha ya wachezaji. Sio kama mchezaji wa kwanza, bali kama mchezaji anayerejea taratibu. Alipoanza kupewa dakika chache za kucheza, haikuwa tu kuingia uwanjani, bali ilikuwa ni ishara ya ushindi dhidi ya maumivu na hofu. Kila dakika aliyecheza ilikuwa ni ujumbe: nimerudi na bado nina kitu cha kutoa. Ingawa dakika hizo zilikuwa chache, zinakuwa na maana kubwa sana kwake. Anaonekana kucheza kwa tahadhari, kwa akili, bila pupa. Alijua kurejea kwake kunahitaji uvumilivu na nidhamu ya hali ya juu. Kurejea kwa Yao Kwasi Atohola kunampa nafasi kocha chaguo jipya katikati ya uwanja. Ni mchezaji anayejua majukumu, anayekaba kwa nidhamu na anayesaidia timu kuwa na uwiano mzuri kati ya ulinzi na ushambuliaji. Kwa Young Africans, kurejea kwake ni kama usajili mchezaji bila kufungua dirisha. Ni nguvu ya ziada, ni uzoefu, ni roho ya kupambana ambayo vijana wanaweza kujifunza kutoka kwake. Safari ya Yao Kwasi Atohola ni somo kubwa. Jeraha sio mwisho wa ndoto. Subra inalipa, nidhamu ni msingi wa kurejea kwa mabadiliko, kurejea kwa mafanikio. Dakika chache zinaweza kuwa mwanzo wa ukurasa mpya. Leo Atohola anarudi taratibu, lakini kesho anaweza kurudi kwa nguvu zaidi. Soka lina kumbukumbu na mashabiki hawamsahau mchezaji anayepigana mpaka mwisho. Hii sio tu hadithi ya kurejea uwanjani, hadithi ya imani,
mapambano na ushindi dhidi ya changamoto. Yaukwasi Atola amepitia gizani, lakini sasa nuru inaanza kuonekana tena. Mashabiki wa Yanga wana sababu ya kutabasamu kwa sababu askari wao wakati amerudi vitani. Hii ni Malkia wa Soka. Endelea kutufuatilia mtazamaji wetu, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, endelea kusalia nasi, usisahau kusubscribe, kushare, kucomment, kulike kwa ajili ya update mbalimbali za kimichezo. Kumbuka Young Africans iko nchini Misri kupambana na National Al Ahly Ijumaa ya tarehe 23. Nini kitakwenda kutokea, tutakutoa update mbalimbali. Wewe cha kufanya tu kuwa karibu na channel hii ya Malkia wa Soka kwa updates mbalimbali za kimichezo. Niko hapa kulizi kukuhabarisha kile ambacho kitatokea na kile ambacho kinaendelea. Kumbuka Young Africans sasa inafanya mazoezi ya training kwa ajili ya kujiandaa kuwakabili vigogo wa bara la Afrika National Al Ahly. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.